Dili kibao zimetua mezani kwa mabosi wa Yanga kutoka timu zinazotaka kumsajili mshambuliaji Clement Mzize, zikiwamo kutoka Afrika Kaskazini, Saudi Arabia na Ulaya. Lakini striker huyo mwenye mabao 13 kwa sasa ligi kuu bara amezichomolea za Kiarabu, huku ikielezwa hesabu zake ni kutaka kucheza Ulaya. Mzize ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri tangu ajiunge na Yanga kutoka timu ya vijana. Nyota huyo amekuwa akitolewa macho na klabu za nje zinazoitaka saini yake, lakini mwenyewe akidaiwa kusema ataweka kila kitu chake hadharani, ila kwa sasa anapambana kuipa Yanga mataji inayotetea. Nyota wa Kitanzania Clement Mzize ndilo jina ambalo linatembea kwa sasa vinywani mwa mashabiki wa Yanga. Nyota yake ikizidi kung'ara kutokana na mchango wake katika kikosi hicho cha mabingwa watetezi wa ligi kuu bara, ambapo tayari kashahusika na mabao 10 na assist zake 3. Lakini unapomtafakari Mzize, mshambuliaji nyota mzao mwenye umri mdogo anayetesa katika kikosi hicho akifanya vizuri kwa sasa, elewa kwamba mezani kwake na mabosi wa klabu hiyo kuna ofa kibao zinazoitaka saini yake ili akakipige nje ya mipaka ya Tanzania, ambako kuna timu za kuanzia Afrika Kaskazini hadi Kusini zinamtaka. Clement Mzize jina kubwa kwa sasa kwenye soka la Bongo, kipaji murua cha kizawa. Kwenye akaunti za mitandao za shirikisho la soka Afrika CAF kuna picha na video zake, likiwamo moja ya mabao yake bora kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika alilofunga dhidi ya Al Hilal ya Sudani. Hii ndiyo maana anaimbwa sana, anatakiwa na kila klabu kutokana na kiwango chake, na tayari baadhi zilishatuma ofa mezani. Nini kitatokea? Tusubiri tuone. Ilimchukua msimu 1.5 kuhudumu kwenye kikosi cha vijana na timu hiyo, na baada ya hapo nyota yake ilianza kung'ara akianzia kwenye kikosi cha timu ya vijana na kuibuka mfungaji bora michuano hiyo. Ni kama ilionekana na uwezo na ana kitu, licha ya kuwa bado alikuwa akicheza kwenye kikosi cha vijana, ila nyota nzuri iling'ara kwake. Kocha mkuu wa kikosi hicho alimuona na akaamua kumpa nafasi ya kufanya mazoezi na kikosi cha timu ya wakubwa. Na alipoingia kwenye mfumo, basi kocha mkuu wa kikosi hicho kwa wakati huo aliamua kumpa nafasi ya kuwa sehemu ya mchezo mmoja wa ligi kuu, akitazama akiwa kwenye benchi, jambo ambalo kadri muda ulivyokuwa unaenda kijana huyo akapata nafasi ya kuingia kwenye moja ya mchezo wa timu hiyo, na kilichobaki ilikuwa ni historia tu kwake na jamii yote. Kwa sasa kijana huyo amekuwa mchezaji muhimu ndani ya kikosi cha Yanga, na sio kwa bahati mbaya, bali kwa kile anachoonyesha akiwa na kikosi chake cha Yanga kwa misimu 2 sasa, na kupelekea kuwaweka benchi wachezaji wa kigeni anaocheza nao nafasi hiyo. Huyo sio mwingine ni Clement Mzize, kijana ambaye maisha yake ya mpira muda mwingi yalikuwa mkoani Iringa, eneo la Semtema, miguu yake ikicheza sana kwenye uwanja wa Kihesa, Kingozile na Samora pia. Ila kwa sasa kijana huyo miguu yake imekuwa ikicheza viwanja vikubwa ndani na nje ya Tanzania. Clement Mzize ni kijana ambaye ameonyesha ubora wake kwa muda mfupi, licha ya kutopita kwenye misingi bora ya mpira wa miguu ukilinganisha na vijana wengine kama Dickson Job, Israel Mwenda, Kibwana Shomari. Licha ya yote hayo, bado ameonyesha ubora, jambo ambalo linapelekea kuibua tetesi mbalimbali kuhitajika na baadhi ya vilabu vikubwa ndani na nje. Wakati wa kocha Nabi alikuwa akitumika zaidi akitokea katikati zaidi, na alikuwa akionyesha ubora wa hali ya juu, akiungana vizuri na viungo wa ushambuliaji kwa kutengeneza magoli na kufunga pia. Mzize amekuwa katika ubora alionao sasa hadi ofa zinaanza kumiminika kwake, kwa sababu makocha tofauti wa Yanga ambao wamefanya naye kazi waliona kile alichonacho na wakaamua kujitoa muhanga kwa kumpa nafasi ya kutosha ya kucheza. Ni jambo lililo wazi kwamba makocha Nasreddine Nabi na baadaye Miguel Gamondi walikabiliana na presha kubwa kutoka nje ya uwanja pindi walipokuwa wakimpa nafasi Mzize. Mashabiki wengi walionekana kutokufurahishwa na ukosoaji wa mabao ya mara nyingi ambao Mzize alikuwa nao, lakini licha ya kusajiliwa kwa washambuliaji wenye majina makubwa na wasifu wa juu, bado Nabi na Gamondi kwa nyakati tofauti waliendelea kushikilia shilingi yao kwa mshambuliaji huyo. Haijulikani nini kitatokea mbele kama juu ya hatima ya Mzize, kama Yanga itaamua au itaamua kubaki naye, lakini ni wakati wa viongozi wa timu na makocha kujifunza kitu na kubadilika kwa kuanza kutoa nafasi kwa wachezaji wenye umri mdogo kucheza mara kwa mara kwenye vikosi vyao. Waache kasumba ya kuamini kwamba mchezaji akiwa mdogo kiumri hastahili kucheza ligi kuu na kusajili kundi kubwa
la wachezaji walio na umri mkubwa kisha kuwatumia kwenye mechi za mashindano mbalimbali. Wachezaji wenye umri mkubwa wana uwezo kukupatia mafanikio uwanjani kwa muda mfupi, lakini wakakuingiza hasara kubwa baada ya hapo, kwa vile utalazimika kila dirisha la usajili kutumia kiasi kikubwa cha fedha kununua wapya au kuongezea mikataba wale ulionao, kwa sababu wengi wao ni vigumu kuwapa mikataba ya muda mrefu. Kingine ni kwamba wachezaji wenye umri mkubwa wengi ni vigumu kuuzika, kwa sababu wengi hukabiliwa na changamoto ya majeraha na wengine huwa wanakosa mwendelezo wa ubora kwa vile miili yao inakuwa haiwaruhusu. Ukiwapa fursa ya kutosha wachezaji vijana, kwanza unakuwa na uhakika wa kupata nishati yao ya kutosha kwa muda mrefu, kwa vile miili yao inakuwa bado haijachoka, lakini pia wanaweza kuendana na kasi yoyote ya mchezo. Ni rahisi kufanya biashara ya wachezaji wenye umri mdogo, jambo na pia hata baada ya mauzo hayo timu ikaendelea kupona fedha ikiwa katika mauzo ya mchezaji husika ikaweka kipengele cha kupata malipo ya kiasi fulani cha fedha ikiwa mchezaji husika atapiga hatua kubwa kisoka na kuuzwa hapo baadaye. Mfano wa hili uko wazi kwa nyota wa Tanzania anayechezea Gaziantep na ushiriki ligi kuu ya Ugiriki, ambayo Azam FC iliyomkuza na kumuuza kwa mara ya kwanza kwenda Ulaya. Inapata asilimia fulani kila kipindi ambacho mchezaji huyo anahama kutoka timu moja kwenda kwingine. Tuache woga na tutoe nafasi kwa wachezaji vijana. Kuna uwezekano wa kupatikana kwa wachezaji wengi wenye vipaji kama Mzize, ambao timu zetu zinaweza kuwatumia katika kitega uchumi kwa kuwauza na wengine kuwatumia kwenye vikosi vyao. Bahati nzuri, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeanzisha mpango muhimu wa kutoa fursa kwa wachezaji wenye umri mdogo kwa kuweka kanuni inayolazimisha timu kuwa na wachezaji wawili wenye umri mdogo chini ya miaka 20 kwenye kila mchezo wa ligi kuu. Klabu ya ligi kuu inawajibika kujumuisha wachezaji wasiopungua wawili kutoka katika timu zake za vijana kwenye orodha ya wachezaji 21 kwa ajili ya kila mchezo wa ligi kuu. Kinafafanua kipengele hicho cha kanuni. Kwa vile TFF wameanza kuchukua hatua na kuonyesha njia ya kupigania utolewaji wa nafasi ya kucheza kwa vijana, ni vyema klabu zikaunga mkono kwa faida za wachezaji, klabu zenyewe na timu yetu ya taifa.